Naam, hiyo ambayo unasikiliza ni Baraka One TV, tukiwa majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, sawa na 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Ni ndugu yako the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma Rajab Wakili Kabonga, ambaye ninakurushia haya matangazo, na hivyo ningekuomba tu uweze kulike pamoja na kusubscribe Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio ya yote ambayo yako nazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ili kuanza kupata habari yetu ni kulike pamoja na kusubscribe, na pia katika yote ambayo tutakuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo ya tarehe 26 za mwezi wa 11 2025, tutazungumzia vitu vikubwa vitatu ambavyo ni pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame hatahudhuria mikataba ambayo inatarajiwa kwenda kusainiwa Washington. Serikali ya Rwanda imeweza kutoa tangazo ikisema kwamba rais wao hatakuwepo Washington kwa sababu ya kiafya. Kwa hiyo anazofika kiafya hataweza kwenda kusaini hiyo mikataba. Shida haswa ni nini? Je, tuseme kwamba Kagame amekwepa tena kwenda kusaini mkataba wa kumaliza vita, ama nini ambacho kiko nyuma ya karatasi hiyo ya kiafya ya bwana Paul Kagame? Swala la pili pia ni Umoja wa Ulaya umeweza kutoa euro takriban 10 kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiujumla ni zaidi ya euro 50 ambazo zimetolewa kwa nchi tatu, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo pia na Chad, na pamoja na nchi nyingine ambayo nitakuja kuitaja huko mbele ya safari. Na kitu kingine pia ni safari ya waziri mkuu Mama Judith Suminwa Tuluka. Kila safari moja ya waziri mkuu ina cost takriban dola za Marekani, yani kila kisafiri akienda sehemu ifo $50,000. Kila kisafiri kunatengwa $50,000 kwa ajili ya kusafiria yeye na staff yake, huku akiwa wanatumia private jet kwa ajili tu ya kusafiri kutoka hapa na hapa ifo $50,000, kutoka hapa na hapa ifo. Sijulize kwa wiki anasafiri mara ngapi. Haya ni mambo ambayo tutakwenda kuyazungumza, na tutaungana moja kwa moja na mchambuzi wetu bwana Ahmad ili kuweza kusikiza nini ambacho kimeweza kuandaliwa kwa siku hii ya leo. So karibuni sana kwa ambao mnasikiza Australia, Canada, USA, Toronto pamoja na East Africa, na wale wote ambao maeneo ya Afrika ya Kusini. Karibu sana. Wana huku sisi tupo kabisa huku. Tupo licha ya kushuhudia risasi zikilia huku ni hatari bwana. Kwa hiyo wanasemaje? Wanapiga risasi kwa adui au? Amna, ni michezo yao tu. Hivi kuwaogota wote au ni kupiga risasi kuwapeleka huko ku front line? Sasa una miaka mingapi hausikii tena mlio wa risasi ule wa kweli kweli? Miaka nyingi. Sasa hivi hata kama ufikiria hata miaka 18 au 20 huko, sisi haisikia kweli. Kwa maana hiyo, lakini unajua kuna kitu kimoja. Kwa maana hiyo hata milio ya risasi huwezi kujua kwamba hii ni bunduki fulani na ni bunduki fulani kwa sasa hivi. Lazima utajua. Lazima ujue. Lazima utajua hii ni mitrael, hii ni OB fulani, hii ni kaya hivi, hii ni 47, yani utajua. Sasa juzi hapa kwenye kujibizana tu kati ya wazalendo na FRDC walitumia mpaka kupiga mitraez, wanapiga mpaka mortier 70, mortier 80. Unasikia? Ya nini yoyote? Kujibizana. Ya nini yoyote? Ndio tunajiuliza kwa nini hiyo. Kwa hiyo walikuwa ndio waulize walifanya combination ya nini? Unajua kupiga silaha ina maana Silaha haipigwi ni kama vile mtu anapiga gitari. Mkipata kamanda mwenye ambaye anajua kupanga vizuri.
wa OB na nini Israel na roketi karote trua, yani inakuwa combination. Na wakati hizo silaha ambazo zinatumika hapa, wazalendo walikuwa wanaziomba wazitumie uwanja wa vita, hawapewi, wanapewa silaha ndogo ndogo. So hicho ni kifungwa kinywa, lakini kinasikitisha sana, kimeleta hali ambayo sio ya kawaida, ni mtafaruku mpaka wa baadhi ya viongozi wanachukia, wanasema wazalendo wanatutia aibu. Na ukija kuangalia sasa katika hili swala kumeingia ukabila. Kumeingia ukabila. Kuna wale ambao wanajiita wao ni watoto wa Uvira, na hao ndio wako wanapiga risasi kila siku. Wale ambao wamekuja kuwasaidia ama kuja kufunga front hautasikia katika hiyo michezo. So kinaleta changamoto kubwa, na kiukweli kinachosha watu. Mpaka mimi mwenyewe mpaka nasema kwamba kweli wananichosha. Ni hatari. Nikwambie, katika kikosi Kenya ambacho kilikuwa fujo sana ni kikosi Kenya ambacho kilioogotwa cha Wakadogo. Na ndio maana unaona leo hii kikosi cha kiliacha Kabila ni kikosi kilikuwa kama Wakadogo. Yani ukizaliwa kama hauna akili, uzee hautakuongezea akili. Maana yangu kama mkupata mafunzo mazuri, hata huku mtakao kukua hakuwezi kubadilika. Ndio fujo ni kuwa kabisa. Sababu wale Wakadogo hawakuwa na mafunzo. Angalau kidogo wale Wakurutu na nini, lakini hao Wakadogo hawakuwa na mafunzo, na ndio fujo iko mpaka leo kwa hiki kikosi ambacho kiko kinachangwa na Rais Kisekedi anakiwekea confiance kuona kama ni kikosi kilikuwa ya Wakadogo. Hawakuwa na discipline. Ilikuwa ni kuogotwa. Ila msonge mbele tu. Sasa baada ya hapo kulitakiwa mzee kosa aliyoifanya, ilitakiwa kikosi Wakadogo wote waogotwe, wote warudishwe, waende wafanyiwe mafunzo. Kujua kupiga silaha sio ndo askari, kila mtu anaweza akajua. Askari kuna vifungo, kuna discipline. Leo uangalie kwenye parade, uangalie tu parade yao ya wazalendo. Mkubwa yuko naongea, kuna mwingine amesusuma mkuu, kuna mwingine amepandisha, kuna mwingine anashusha mkuu, kuna mwingine, hadi kila mtu amesimama kivyake. Teni imevaliwa tu kila mtu anavyoona. Askari kunakuwa na discipline, jinsi ya kukunja teni, jinsi unapaswa kusimama. Hauwezi ukaongea chochote kama hujaruhusiwa. Lakini hawa ni wale kusema tu vita hivyo vita isonge mbele. Kwa hiyo baada ya vita wangechukuliwa hawa kwenda kufanywa tena seminare. Na ndio hicho ambacho kitafanyika. So na hivi jinsi wamekwisha kuorozeshwa kupitia RAD. So baada ya hapo watakamatwa wote, wanawekwa silaha chini, wanakwenda kupewa mafunzo upya. Sababu bila hivyo tutakuwa tunatengeneza jeshi ambalo halina mantiki. Hicho ni kifungwa kinywa. Sasa bwana, mkataba wa Washington ulikuwa unaandaliwa hivi karibuni, lakini ghafla serikali ya Rwanda inatoa tangazo kusema rais wao hato participate kwa sababu ya matatizo ya kiafya. Atakuwa iko nafuatilia matatizo yake ya kiafya. Na swala la pili ni kwamba Umoja wa Ulaya umetoa takriban milioni 10 ya euro kwa Kongo, huku akitoa zaidi ya milioni 50 kwa nchi 3, Kongo, Togo na nchi nyingine. Na pia safari moja ya waziri mkuu inasemekana inagharimu takriban dola 50,000 kila kisafiri. Tukija kujumlisha kwa wiki anasafiri hata mara 4 hata mara 5. Pesa nyingi za serikali zinatembea, hazina maana yote kwa Wakongomani. Hayo ndio mambo ambayo tutazungumzia. Tuanze na ile swala la rais wa Rwanda Paul Kagame. Unahisi historia inajirudia ya tarehe 15 mwezi wa 6 kama sikosei, Luanda tunakwenda kusaini mkataba wa mwisho kabisa, Kagame akapotea?
Yes, of course. Sio anakimbia kwa sababu yeye mwenyewe ameshakataa, anasema mimi sina kikosi kule Kongo. Kwa hiyo akienda kusaini itakuwa maana atakuwa amekubali. Ndio maana yake. Sio kuwa anaumwa, hiyo ni kukwepa. Sababu hatua alishawaambia mimi sina kikosi Kongo. Matatizo ya Kongo ni ya wenyewe wa Kongomani. Sasa akija kuleta ushahidi kwa wazungu, hata kama aliletaka ushahidi kwa Angola, akija kuleta na huku, kwa hiyo watatafuta kwa kumshikia. Anamwambia sasa, kama wewe ulikataa huku unakuja kusaini, unakuja kusaini nini? Isitoshe hata ule waziri sijui wa nani ule aliyomtuma wakati alikuja ule wa Kiseketi, tunaona kwa sababu alikuja kufuta, maanake alitakiwa haje huku alafu akatae kusaini, awasikilize tu. Lakini sasa alichokifanya ule alisaini, alivyorudi Rwanda na kuonekana kutetea sana vizuri Rwanda, ilionekana kama aliingiza Rwanda kwa matatizo, walimfutilia mbali. Yeah. So siasa ya Kagame ni kukataa, yaani ni mwizi ule kukoma kula, hata mboga inaonekana kwenye meno kwenye mdomo, lakini anasema mimi sikula. Yaani Kagame na Simba waachani, sababu Simba ndio kiumbe cha ajabu. Unapokuwa mnauliza naambia Simba huyu tuliacha hapa Kongo, nani alimkula? Sema hata mimi sijui. Lakini ukimwangalia Simba kuko damu. Kinywa. Yaani ndio Kagame. Kagame hawezi kukubali. Alafu isitoshe hawa wazungu ndio wenyewe Kagame anawatumikia. Hawajamnawa. Unajuaje kama wanaanza kumwambia wewe kausha huko, usije huko? Nyawa wa Faransa na wa Marekani. Sababu kipindi tuliyokuwa nacho ni kipindi kenye ambacho weko wanaanza kugawana independence nyingine tena, uhuru mwingine kama sijui unatokea wapi, watagawana Afrika tena upya. Watagawana sababu kwenye wanaelekea ni vita ya uchumi. European imeshaanguka, wanatafuta kwa kuamkia, hakuna wanaanza wakaamuka kupitia Afrika. Sasa wanaanza kufanya vizuri, kuonekana kila watu wapateko na wanafasi wao wa kusupport, na ndio kitu kenye ambacho wanaanza kukifanya hapa sasa. Sijui Kongo kama itaenda kwa Canada, kama itaenda wapi, kama itaenda kwa Ufaransa, kama itaenda wapi. Na hii kitendo yake ya yeye kukataa kwenda itakuwa na madhara gani baadaye? Wala kuna hata madhara yoyote kwa Wakongomani. Hakuna hata madhara yoyote kwetu sisi. Itatuletea madhara gani, ama tutakuwa na faida gani ya yeye kutokwenda? Sisi itatupa tu nguvu ya kuanza kupigana nao, kisingizio cha kusema Kagame alikataa. Basi yani hiki kitatupa tu nguvu sisi wa Kongo, Wakongomani, kusema kama Kagame hana kikosi Mkongo. Kwa hiyo ule atakayekutaniwa mule ndani au Mnyarwanda ni kusaga. Alishakataa. Alishakataa. Yeah. Hii inapatia serikali nguvu sasa kusema kumbe Wanyarwanda hawamo ndani. Sasa kama wangekuwemo, angeenda wa discuss, alete sababu yake ile anaileta ya FDLR ya nini, angeenda kule akaipeleka. Sasa kama amekataa kwenda na bila kutuma mwakilishi wa kwenda kule, basi sasa serikali ya Kongo inakuwa na nguvu sasa. Kwa hiyo hapo tumepewa favor sasa ya kusaga, ni kusaga. Yes, ni kusaga tu. Ya sababu kama ulishamshika umbwa, anasema jamani, umbwa ndo huyu, umbwa ndo ana nini? Kila mtu anakataa. Huyu umbwa na mwenye umbwa anamkataa. Wewe ni kufanya nini sasa? Ni kushughulika naye. Kusaka ule umbwa. Ni kushughulika naye. Basi. Sababu hiki ndio kipengele Kongo ilikuwa inakimbia kulaumiwa. Kwa nini amkwenda kidiplomasi mkakaa chini
lakini ndio maana unaona Kongo inazunguka kama maji yenye kunyonga sehemu moja. Ilikuwa natafuta reason. Reason. Sasa hapa kama Kongo serikali yetu itakuwa na uwezo wa kuwapiga wale, ni kuwapiga. Sababu anayetafutwa ni Kagame. Sio Nanga, sio Kabila, ni Kagame. Hata vyombo vya habari vyeni kushikashika waskari ya Umoja wa Mataifa na nini, ni waskari kutoka Rwanda. Kwa hiyo wakitafuta taarifa hawaitafuti kwa serikali, wanaitafuta kwa Umoja wa Mataifa, siweko humo ndani. Sasa Kagame, hiyo ni moja. Mbili, Kagame anawezekana kuogopa kuondoka kwenda kwa mapinduzi. Unajua kwenye Rwanda usalama haupo sana. Hicho kitu huenda mjui. Kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi Rwanda usalama haupo sana kwa rais, muda wote inaanza kikanuka. Ni mwenye kujua hicho kitu. Ni mwenye kujua. Kitu kingi ni mwenye kujua muda wote kinaweza kikanuka. Kwa hiyo Kagame ni mwenye kujua vizuri sana, vizuri. Sio kwa Kongo tu. Angalau vikao vyote vya kuhudhuria Kagame kwa navikataa. Hata iwe Tanzania iwe popote kwa navikataa. Ya. Kwa hiyo kwa sababu anaweza kuwa na sababu. Kumbuka rais wa Israel alitokana kuonana na Rais Tshisekedi. Haijajulikana waliongea nini. Usicho kashangaa Mossad wako anaweza katoa intelligence kumwambia bwana haya hapa sasa tayari ameshanyanyua kisusu. Mambo ya siasa ni nguvu sana. Wazungu hawajali, hawana urafiki wa kudumu na hawana uadui wa kudumu. As long ule mwenye anawapa kikubwa basi anaenda naye. Ule mwenye ambaye atawaingizia soko kubwa basi. Kwa hiyo Kagame kukataa kuja ni kosa kubwa, alifanya kosa kubwa. Anamupa Tshisekedi point. Yaani ni kama vile haya hamkufika mustadi kucheza. Inakuwaje wenzenu wanafika moyo hamkufika? Inakuwaje? Si forfait, ni forfait tu. Ni forfait. Kwa hiyo anamupa Tshisekedi point ya bure. Mnapiga forfait na mwenzako anapewa point. Yes. Kwa hiyo sasa wazungu wanaona kumbe mwenye matatizo ni huyu. Aya. Tukusie hili bwana. Umoja wa Ulaya unatoa milioni 59 kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, milioni 10. Hapo kwanza hujanipeleka kwanza hapo. Kama mwandishi. Huyu mama ni mama nani huyu wa Tshisekedi mama nani? Huyu alikuja hapo kwanza mara kwanza diplomasia nani? Teresa Kaikwamba. Teresa Kaikwamba. Kaikwamba. Ulifuata hotuba yake? Nimefuata hiyo ambayo amezungumza na na DW. Yaani sio ulifuata nini yake, interviews yake? Nimefuata, amefanya na yule dada wa DW. Interviews yake ile ni mbaya sana kwa ngambo ya Kagame. Na mwaribika Kagame pakubwa. Kwa wenye ambaye wenikuwa kisiasa kwa wazungu inamharibia Kagame pakubwa. Inamchongea Kagame, huenda Kagame yani ni kumnyang'anya msozi pa mdomo huyu mama. Huyu ndio anasababisha Arsenal ile pesa yenye ambayo ilikuwa anyways tuachane. Turudi kwa point yetu kwanza. Haya. Mambo ni mengi sasa, muda ndio unakuwa ni mambo ni mengi ndugu yangu. Muda ni mdogo sasa, tutakiwa kuchambua watu waelewe kweli, lakini dakika wanaotupa ni ndogo sana. Milioni 59.5 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Jordani na Chad. Hizo pesa zimegawanyika mara tatu. Milioni 35 itakwenda Jordan, na pia milioni 10 ya euro inakwenda kwa Kongo kwa ajili ya FARDC, na milioni 14.5 zinakwenda kwa Chad. Milioni 14.5 kwa Chad,
milioni 10 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na milioni 34 milioni 35 kwa ajili ya Jamhuri ya Watu wa Jordan. Hizi pesa zinatoka Umoja wa Ulaya kurenforce FARDC. Tuzungumzie kwa upande wa FARDC. Ni nini ambacho kiko hapa nyuma? Je, Umoja wa Ulaya sasa unasema tuachane na mpango wetu wa kunyonya Kongo, tuisaidie kijeshi zaidi ili iweze kuwa imara, ama ni mchezo wao tu ule wa kuzunguka pale pale? Na msemo wanasema ukitaka kumchinja kuku mwekee mahindi. Ama ndo huko na kisu alafu unamweka mahindi. Ama ndo ile yenye wanasemaga tena kwamba kuku wa sikukuu ukimnunua wiki moja kabla unamlisha kwanza mchele anenepe ili baadaye uje umle na wali. Unaona, unampa mchele ananenepa, kisha baadaye tena unakuja kumla na wali. Tutegemea wazungu kwao kama sisi Marekani hali iko hapa, kule kwao sijui, kule kwao mpaka na simu weko wanaiba simu. Simu kitembea nao vibaya kule yani inakabwa. Hali ni mbaya kule kwao, uchumi kwa namna yoyote. Sasa wanatafuta kwanza kisi kwenye watajikwamua. Yani ipo hivi, weni kuishi muvile wanajua sana, weni kuishi mumatauni kama niye, weni kuishi Mauvira mtauni, mara 10 ukoswe na pesa ya kula, lakini usikoswe na inite na mega ya mega, sababu hiyo ya mega ndio itakuingizia pesa. Sababu ukishakoswa ya mega basi wona zimia. Maana yangu ni hivi, wanajaribu wakoswe pesa lakini wasikoswe communication kwa kubeba pesa ingine. Wanaenda kuzalisha, wana invest. Walichoweka kama ni milioni ngapi, haitatoka hiyo milioni, itakuwa double. Mzungu hajawahi kutoa chake cha bure. Yenye ambaye mwananchi alishughulikia kakatwa tax alafu wakusani wamipe nini, haijawahi kutokea. Na kipengele hiyo kusema kabisa mpaka tutoke kwa hii kipengele tusilimuke, itatuchukua muda. Ni kutaka kujikabulia kipande. Hivyo vipande vyote vivyopewa pesa ndo ukoloni huo. Nasikuwa nakwambia ukoloni ndo huo, hawezi ukaondoka hapo. Sisi hatutaki kuomba pesa ya nini? Yupo kwanza kwenye vita. Yupo kwenye vita. Hiyo pesa hiyo ya nini? Hiyo pesa ya nini? Wewe uko naona mabarabara vizuri, tunakuwa na share na kumiaka na mavideo uende mabarabara. Sini pesa ambayo inakuja kurenforce jeshi FARDC, inakuja kufikilia mikono ya madepite kurenforce jeshi. Ina renforce jeshi, serikali ndo inapewa, kisha serikali ina wewe unajuaje? Wewe unajuaje sasa kama inaenda kurenforce askari? Ndo tangazo ambalo limetolewa. Sasa swali ni kwamba askari, budget ya askari swali letu kubwa la kujiuliza ni kwamba Umoja wa Ulaya inatoa pesa ni kwa intention gani? Ni kwa nia gani? Umesema hapo kwamba pesa zao haziendagi bure. Wanazitoa haziendi bure, wanategemea kupata faida ndani. Sasa sisi tujikomportea hai sasa. Eske tuendelee kuwa na lomba tu kila kitu ama tufanye vitu gani? Tulizungumzia jana, huyu kiongozi tuliokuwa naye Rais Tshisekedi wanampenda. Sababu ni kiongozi mwenyewe anajua kama hata badili nchi, hata fanya chochote. Wazungu hivyo ndo wanampenda hivyo. Mimi nataka nikwambie kitu. Hiki kitu huenda watu wasielewe. Tuache ujinga. Serikali ipo inatupumbaza sisi raia. Tulizungumzia masuala kusema rais huenda
anaweza kutoka huku akimbia aende Lubumbashi, tusichange mada. Ili tunakumbushana. Kuna vitu vya kuangalia, ni upuuzi. Safari Tshisekedi yenye ambaye yuko anatembea rais wa Kongo. Kama kuna mapinduzi ndugu yangu, hauwezi kutembea kama anavyotembea rais. Ni wanani wenye kumfanyia ulinzi? Intelijensia yake ni wanani wenye ambaye wanakumfanyia ulinzi? Ni wazungu. Wazungu ndio wenye kumlindia usalama wake. Ujasusi wote wenye kufanya ni wazungu wa Israeli. Ndio wenye kunyonya mamilioni ya pesa, ndio wenye kumlindia usalama. Na hii inamfanya rais asijiondoe pale alipo kuwatengenezea wananchi nchi, kutengeneza mabarabara, vitu vingine, hata wenye kuwa kwenye vita, sababu pesa nyingi weko wanamnyonya. Yaani ukimwona kiongozi wa kizungu anaondoka na kuja kufika kwako, basi ujue amesha kukula ya kutosha. Kwa hiyo sio mjinga. Kwa hiyo pesa yao ni kutupumbaza tu, wanatuchezea akili. Ni kutupumbaza moja, ni kutupumbaza Rais Tshisekedi asipate namuna kujitambua au ya kuwafukuza wa MONUSCO ndani ya Kongo. Ripoti zinasema milioni 50, dola 50,000 ndo zinatumika kila safari ya waziri mkuu akitoka tu kwenda sehemu hizo pesa, na pia wanatumia luxury private jet kila safari. Kwa nini serikali isipunguze safari hizi za viongozi ili waweze kuweka nguvu zao kwa ajili ya maendeleo ya nchi na pia hali ambayo tuko nayo ya kiusalama? Eske kuna umuhimu wa kusafiri huyu aende huku unaye aende huku? Kwa nini watu wasijifocus pamoja ili kuweza kumaliza hili swali? Ndugu yangu, siasa ya kwetu nyumbani Afrika na wazungu ni tofauti sana. Sisi siasa yao ni tofauti sana. Kwanza unatakiwa wewe mwenyewe Mkongomani uwe na uzalendo. Uwe na uzalendo. Hiyo pesa kama ukimupa hata Ibrahim ale wa Burkina Faso ataifanyia kazi kubwa sana. Yaani hawa viongozi haiachani na mtu mwenye kutafuta pesa alafu na mayabala wengi na kuhakikishia wewe kutoboa sahau. Sababu kila mchipuko anaomba pesa. Ndio? Alafu nategemea siku moja uwe tajiri. Hicho kitu hakipo. Hivyo ndio hawa viongozi. Na ndio sababu yenye kukasirikisha sana wananchi. Ulizungumzia leo, kipindi cha leo, asisijisahau. Ulisema fimbo ni ile iliyopigiwa mwenzake na yeye rais atakuja kupigiwa ile. Sijui huyu shetani anaowapitisha huku kama ni mmoja au anakuwa tofauti. Sababu hawana different, hawaoni. Hata vitabu vya dini wanapitwa hata na sisi wenye ambao hatukusoma. Vitabu vya dini vinasoma Mungu anasema hivi nini? Hamujifunzi kwa wale waliopita nilivyoangamiza. Si ndio hivyo vitabu vinavyosema Mungu anatukumbusha wewe na mimi kusema hamujifunzi kwa umma yenu kwa wale niliowaangamiza. Hivi Rais Tshisekedi ajifunze hata kwa Joseph Kabila anavyotangatanga nje ya nchi. Ajifunze. Na pia hawajifunzi kwa mateso ambayo wenzao walikuwa madarakani sasa hivi wanapitia, na pia na kutokuaminika tena na wananchi, na kuzalilishwa na wananchi, na kutukanwa na wananchi, na kutupwa nje na wananchi. Na kikubwa ni kwamba wananchi hawana tena hamu ya kusikia politika na mbele na serikali yake. Uone kama na wao pia hiki ndio kitawakuta na wao hivi kisi nani wenzao wamepitia ya mambo. Mimi nakwambia katika viongozi wote wenye kufika kwenye serikali hakuna
hata mmoja wakasema kama yani ni uongozi wote wezi. Yani kwanza anaingia pale anaanjia vibaya. Yani mnamteua tu kumwangalia. Alafu muangalie baada ya wiki 2. Kitambi kinatoka, shati ya nyeupe na tala anaweka juu. Mkuu unanona, mikono anakuwa kama mwenye alipigwa marungu, inajia vizuri. Basi anaweka waescort wake 3 kule nyuma wakwenda, akimwambia endo angalie fasi fulani, anafika anazungusha midomo, anasema basi basi anarudi. Anaenda na kula pesa. Hawa ndio viongozi. Utakuta mapolisi walishakauka. Hali hata kula ana njaa. Alafu asimame pale mwenye kupiga saluti. Hii ni nchi gani hii? Si uenda wazimu wenyewe tuko nao. Hata mwenye kulala mbuzi mnakuwa mnafyagiwa. Unaangaliwa, anatengenezwa pazuri. Hata nguruwe. Wewe angalete mapolisi. Hata nguruwe kwenye nalala. Wanasafishwa kila siku. Sini ntolo na safishwa. Manake Kongo ni takataka kabisa. Yani hakuna sehemu mwenye kiongozi unatoka mteua. Na ukimteua kiongozi mwenye ataonekana kama anatafuta kuja kubadilisha, wale ndio watamtafuta. Sio wa nje, watamtafuta. Sababu walishazoea kuiba. Yes. Haiwezekani hii hela inaingia haitatusaidia hata chochote. Kama ni uongo na kuhakikishia, ukisikia natangazwa au inawekwa kwenye budget, inaambiwa tulipokea pesa hivi na hii pesa tunatafuta tuifanyie kazi hivi, tuna vijana wanakosa kazi, community na nini yangu. Ukisikia uje unipe hiyo taarifa. Nakushukuru sana bwana. Tukutanane wakati mwingine kwa taarifa zingine. Yangu niko karibu sana. Kesho tunachambua zaidi. Yes. Sawa na nikutakie siku njema. Ulikuwa unasikiliza mchambuzi wetu bwana Mwinyi kutoka Marekani. Ndo hali yenye iko naendelea sasa hivi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kagame amekwepa kwenda kukutana na Rais Washington. Pia safari ya milioni 59.5 kutolewa kwa nchi 3 ikiwemo RDC, Jordani pamoja na Chad, na safari ya mama waziri mkuu kwa kila siku ni $50,000 huku akitumia private jet za luxury. So ndo mama ambayo tulikuwa tunazungumzia kwa siku hii ya leo. Bye bye. Mengine endelea kufuatilia Baraka1 TV.